Unajua kwenye kila mtu kutoka kwenye lebo kuna mambo mawili au matatu, sababu tofauti. Kuna wanaotaka kutoka kwenye lebo kwa sababu washafikia hatua yao wenyewe wanaweza kujisimamia. Kuna ambao wanatoka kwenye lebo kwa sababu lebo haiwawezeshi. Sio, umeelewa hapa? Kuna wanaotaka kutoka kwenye lebo kwa sababu lebo haitimizi wajibu wake, haiwawezeshi wasanii. Kwa sana na kama asante ndugu yangu, kama tumekubaliana hivi na hivi na hivi, lakini ufanye hiki na hiki, basi kadri mimi nitoke. Lakini kuna wasanii ambao wakitaka kutoka, wanatoka kwenye lebo kwa sababu washafikia kwenye mafanikio makubwa, wanaona sasa ilipo pana lebo mimi nashukuru tumeishi vizuri, sasa na mimi nitakaanzisha changu mimi mwenyewe. Sasa kati ya watu wote wawili na mikataba yote ya lebo ina haki ya mtu anataka kutoka. Sasa inapofikia hatua hiyo, inatakiwa yule kulingana na situation yake kuongea na jopo lake la wanasheria. Hapo inakuwa hamna masuala ya uonevu, hamna kuonewa, ni makubaliano yameingia. Kwa kama unahisi lebo kutendea yake, chukua na sheria wako, nenda mahakamani au naenda BASATA, taratibu zifuatwe kulingana na watu tunataka tukubaliane hivi na hivi, lakini mkataba wafanye hivi. Kwa mimi natakiwa niachiwe hivi kwa sababu alishindwa kufanya hiki na hiki. Na wewe ambaye ushaona mafanikio makubwa, ushatengeneza fedha, pia una haki kitaka kutoka. Bwana, tulikubaliana mimi nishapata mafanikio, nikitaka kutoka natakiwa nilipe hiki. Sasa nimefikisha hiki, naomba ni kilipe hichi ili niweze kufanya kazi yangu pembeni tofauti. Unajua, kwa bahati mbaya zamani, nitakwambia ukweli, zamani hata nchi na walikuwa wanaongoza hawakuwa wana pengine kujua uhalisia sana wa kwenye mziki unafanyaje, kwenye in terms of watu wanaweza kufanya nini, akafikia wapi, akapata nini na nini na nini. Kwa hiyo ilikuwa kama viongozi wakisikia kuna mwananchi analalamika, lazima waone kwa nini huyu anaonewa. Akumbuka wanaolalamikiwa wanakuwa ni watu ambao majani, kwa sababu si ndio lebo. Kwa lazima serikali au viongozi waone kama huyu anaonewa. Lakini tunaishukuru serikali, na hii ni wapongeze sana, kwa sababu mimi ni miongoni mwa watu ambao nilikutana na hizo mwanzo na nilitumika kama mfano bora wa kuzungumza nao na kuelewesha kama jamani, biashara zetu zipo hivi na hivi na hivi na hivi. Kwa kuna mtu kutoka kwenye hivi, kuna mtu kutoka kwenye hivi. Kwa mtu akija, msikilizeni muone kwamba na nyinyi mnaangalia kwa utokaji wa huyu, hapana, mwenye haki ni wewe. Kwa amekuwa akisaidia kuendesha hayo vizuri sana. Akai tu serikali upande mmoja, eti kisa umekuja msanii na kutoka kwa utoke, hapana. Sababu kienda kama pale BASATA na especially kama Dr. Mapana, nampongeza sana, ni mtu ambaye anaelewa sana mambo ya muziki, ni mtu ambaye anaelewa mikataba na biashara ya muziki. Kwa hiyo ukifika pale kulingana na uhalisia wako, aidha kama msanii ana haki, msanii anapewa haki yake. Aidha kama lebo ina haki, lebo inapewa haki yake. Lakini miongoni mwa vitu ambavyo wananchi lazima watambue na wafahamu ni biashara. Yaani watu wakishaingia, aidha mtu unajua sasa msanii unajua kitaka kusaini mara kwanza anakuwa yeye atakusaini tu. Sisi tunarudisha watu mara kibao pale. Chakuja mtu anatakusaini, mimi ni saini tu, ambia kaleta familia yako, leta mzazi wako. Si pala sasa mpaka tunawarekodi kabisa saini tu. Mimi na majibu wale kwa pembeni. Fulani ni fulani, nimesaini mkataba huu. Nimeridhika, nimeusoma na nimeridhika na sheria yao kwa pembeni. Ili baadaye mtu asiseme kama unajua hivyo kibinadamu. Lakini uhalisia ni kwamba inakuwa ni mikataba ya kibiashara, na sio kama lebo kimsingi na kweli wanakuwa unajua mtu lake angeweza kuipeleka hapa kwenye kulima mahindi, kwenye kuvuna mchele, lakini mtu anaona kama wacha niekezee kwenye muziki. Kwa sasa naye sio kwa sababu kawekeza akawa pia na makosa anafanya, afu msanii akitaka kutoka au akitaka kuleta bilingi ya mwana msanii ndo tatizo hapa. Kwa sisi kama lebo tunatakiwa tufanye majukumu yetu. Mimi nikiudi sasa sisi kama wanamuziki tunatakiwa tufanye majukumu yetu. Ili inapofikia tu kama mkataba kila mtu atakuchukua njia yake, taratibu ifuate. Kama lebo anatakiwa kumlipa msanii au kama msanii atakulipa lebo, kila mtu mashaka shughuli. Sasa pia wananchi wanatakiwa walielewe, na sisi kama wana muziki, lakini pia sisi kama lebo inapotokea bilingi, kila mtu anataka kuwa nje.
Unaelewa hivyo, kama utakuwa nje unaonekana unajua hivyo kibinadamu na unajua kibinadamu kama mtu atakuonekana yeye upande wake ndio kaona. Kama mtu ana mimi niko sawa, mimi niko sawa, mimi niko sawa. Akihitimishwa yote basi hata baada kutoka hapo anaenda kwenye kama mahakamani wanamaliza pale pale. Watu wasikimbie sana kuhukumu watu mpaka baada ya BASATA wenyewe pamoja na mahakama kuona kama bwana tumekubaliana. Okay. Diamond ni mwoga sana kuongelea masuala haya. Labda nikwambie kitu kimoja. Mkataba wa mziki na kupenda mifano kabisa. Kawaida ya mziki, mkataba, ile investment yako ukiiweka, unatakiwa kwanza urudishe investment yako, alafu ndio mgawane kinachopatikana baada ya kurudisha kile ambacho ulichoinvest. Ndio kibiashara iko hivyo. Lakini Wasafi yani ilivyo kwanza. Baba nikuwekea watu hapo wasichokijua. Mkataba yote ya dunia ilivyo. Sio tu kwanza kurudisha wewe. Unaposaini mkataba wote wa kimataifa kwenye masuala ya kimuziki, cha kwanza ilivyo, lese imeingia milioni, inatakiwa lebo ichukue faida yake kwenye milioni kwanza. Kama imekubaliana 50 ichukue 50 yake. Alafu kwenye ile ya msanii ndio wanakata investment. Sio ndio hata hiyo ndio sema kwamba wanatakiwa wakati investment hiyo afanye alombaya wale wamerekana. Sasa ndio maana nataka niweke ili mlipeleke vizuri, si ndio? Kwa unaingia mkataba makubaliano 50-50, si ndio? Ina maana imeingia milioni, katika milioni inaingia kwanza nachukua mimi 50 yangu, mimi ndio nimeinvest, nachukua 50 yangu. Alafu anairudisha hela ile ambayo investment ni wewe ile 50 yako, sio kwenye 50 yangu. Sio, umeelewa vizuri? Ndio mikataba yote duniani ilivyo. Sasa nakupa mkataba wa Wasafi ukoje. Mkataba wa Wasafi ulivyo, sawa, imeinvestiwa 100. Ikiingia 100, msanii anachukua 40 bila kurudisha chochote. Katika ile investment 60 inatakiwa ikiingie kwa. Ukiangalia mpaka tukigawana ile 60 wenyewe, anapata faida nani? Mbona mnaongea pole pole?